Kwa majina yangu naitwa Magidani Kamore, kiongozi wa hapa Kigumo Sub County, ward ya Muthithi. Mimi kile changu nataka kusema kwa juu ya hii bunge, nimekuwa kwa serikali kama miaka 28 na sijawahi ona serikali ya dictatorship. Wasikizi wa jiko wakienda kupitisha ile mjadala wanapitisha wasikizi wa jiko. Sasa hata hiyo walisema huko Naivasha ati watafanya saa hii. Swali langu ni kama wamemaliza miaka 3 na sasa tumebakisha mmoja ndio tuende kwa siasa, watafanya lini? Wakiwa pale Naivasha waliweza kusema kuwa wamejadili mambo ya kuleta maendeleo mashinani, vile wakienda bunge wataweza kupitisha miswada. Unaona kama hilo litawezekana kulingana na wewe? Halitawezekana juu kama sasa hivi tunaongea hivi watoto wamejaa nyumbani wa masikini ambayo wasomi na ndio sasa wako kwa fiti. Ile mjadala wa Gereta ya kwanza maendeleo ndio tuone wanaanza, wangepeleka watoto wale wote wa masikini wako nyumbani ndio sasa tuwe na imani na wao. Kwangu nasema hapana, wanadanganya wajiko, lakini sasa sisi tunasema tunawaangalia wenye wanafanya kazi na wenye wafanyi. Pengine mkiwa kama wapiga kura ama wa Kenya, ni kipi mngependa kuambia wabunge sasa? Sasa wabunge tunawaambia wakule pesa kabisa, wauze sisi kabisa, lakini tunasema ni one term na tuogopi. Asante. Niweze kumshirikisha mkazi mwingine. Tuanze kwa jina, tuambie wewe unaona utendakazi wa bunge la 13 ukiendelea vipi ukitazama pale? Kwa majina naitwa Jane Wainaina. Mimi ni mkaaji wa Muthithi, na kusema ukweli hata ukiangalia hii soko yetu walianza sijui miaka mingi sana, lakini hata bado haijaisha. Watu wengi wanafanyia kazi huku nje. Sasa kama wanafanya kazi, si wangekuwa wametumalizia mambo kama hayo. Tena watoto vile sasa walifanya grade 9, bado wengine wako huku nyumbani wanateseka. Wengine wanaenda shule wanarudishwa nyumbani, lakini president anasema akienda wasifukuzwe. Lakini sasa tukiangalia shule hazina pesa. Sasa hata walimu hawana shida, lakini sasa sisi tunaomba watufanyie kazi. Miaka hiyo 3 wangekuwa wametufanyia kazi kabisa. Lakini sasa ukiangalia hata hii barabara yetu, hii ilikuwa barabara nzuri sana, lakini saa hii accident imejaa huku barabarani, watu wengi wamekufa. Tunaomba sana watufanyie kazi, waache tu kuongea na midomo peke yake. Unajua wabunge wote siku kadhaa zimepita wamekuwa Naivasha na wakakaa pale siku kama 3-4 hivi wakijadili mambo ya kupitisha miswada kwenye bunge na vile watatekeleza kazi kwa wapiga kura. Unaona mambo yale walijadili pale Naivasha wataweza kuyapitisha? Sasa kama hawajafanya na miaka 3, miaka hiyo imebakisha ndio watafanya. Sisi hatuoni. Wacha tuende tu kwa kura. 2027 ndio tutawaambia wale watakuwa wamefanya kazi tutawarudisha. Lakini kama wewe ni mdomo mtupu, sisi hatuwezi tukakuchagua tena. Mimi kwanza nataka kusema ile mkutano ambayo wabunge walikuwa nao huko Naivasha katika ili bunge la 13, hiyo kwanza nataka kusema ilikuwa ni PR. Kwa sababu hawa wabunge tumeona kuanzia tangu tulipo wachagua wakaingia katika ofisini mwao wamefanya kazi duni kabisa, na tumeona kazi yao, hata utendakazi wao ukikuja kuangalia kwa ground ni vitu tofauti kabisa. Kwa sababu wakienda huko kuna vitu ambazo wameahidi wanaenda kufanya, lakini wakikuja kwa ground hawafanyi kulingana na vile wamesema. Labda tu ni wachache 2-3 labda wanaweza fanya hivyo, lakini wengi ni wafietusi. Kwa sababu kazi yao kiangalia, hata kazi yenye wakienda kwa hiyo mkutano, kazi yao wanataka allowance, alafu wanataka pia hiyo waonekana ati wako na watu, lakini sisi huku mashinani sisi hatuwataki, kwa sababu vitu zenye wanafanya na kazi pia yenye wamefanya haionekani kwa ground. Na vile nimesema tu ni wachache tu ambao pia tunaweza recommend, wamesema labda watarudi huko, na wengine tuseme 90% wanaenda nyumbani, labda 10% tu ndio watabaki katika ile bunge la 14 alijalo. Mimi nataka kusema katika mabunge yote tangulizi hadi hili bunge la 13, bunge ambalo limekosa msimamo kabisa na limekosa kufanya majukumu yake ni hili bunge la 13. Bunge la 13 unapolitazama vizuri limevunja sheria nyingi sana ambazo zinaweza watetea wao wenyewe kama wabunge kuweza kusimama kidete na kutetea maeneo bunge wanayotoka. Lakini tukiangalia kama Wakenya, unajua Wakenya wasaisi wapumbavu, Wakenya wamerevuka, Wakenya wana maarifa mengi sana. Ndio nasema bunge hili la 13 kiliangalia limetekwa nyara na rais.
kule kusema limetekwa nyara na rais. Wabunge wengi wamekuwa wako kwenye foleni ya choir master, kila wakati wanasema kile ambacho rais anataka ili kumfurahisha rais, wakisahau ya kwamba there is 3 arms of the government ambayo inatakana ikuwe independent, ijifanyie kazi kivyake. Ya kwanza ikiwa ni executive ya rais mwenyewe, ya pili ikiwa judiciary ikiwa inasimamiwa na Martha Koome, ya tatu ambayo ni ya mwisho ni bunge lenyewe linafaa lifanye kazi bila muingilio. Lakini tunaona kwamba yale wabunge wameenda kufanya, mara mingi ukiangalia wanafanya kile rais anawaambia, wanafanya kile cha kutaka rais afurahie ili mifuko yao ijae hela, ili hali wananchi wa Kenya wanazama katika ulindi wa umaskini. Sasa hapa kama mtu ambaye nafafanua siasa na ninafahamu siasa, ni kwamba hata hiyo retreat wamekuwa nayo Naivasha ya wiki moja haiwezi zalisha matunda. Sababu niseme nini? Speaker wa National Assembly Moses Masija Wetangula mwenyewe bila kusitasita kutoka kinywani mwake alisema 65% ya wabunge wanaenda kuanguka kura. Mbona alisema hivyo? Sababu wabunge wale ambao wanatetea wananchi ni wachache. Wote wamerudi kusifu vile rais ni mzuri, kusema vile rais anafaa. Hiyo si kazi ya bunge. Sasa kama hapa Bungoma, natoa tu mfano, wabunge wawili peke yao ndio wanafanya kazi iliyowapeleka bungeni. Mbunge Jack Wanami Wamboka na mbunge Majimbo Kalasinga, hao ndio wanafanya kazi kulingana na bunge vile linavyohitaji, sheria za bunge vile zinasema. Wale tumebaki nao out of 9, tunakuja out of 10 kwa sababu women rep pia ni mbunge. Tunapata kwamba 8 Bungoma County 8 wako kinyume na wananchi. Tumewachagua kama wabunge kwenda kuwakilisha wananchi, lakini huko mahali wameenda wako kuimba vile rais ni mzuri 2 term, wanaimba masuala ya State House badala kuimba mambo ya mwananchi katika bunge la kitaifa. Sasa hapo ndio tunasema wabunge hawa hata Naivasha hawajadili masuala ya mwananchi, sababu hata kama walifika huko speaker akawaambia vile wanaenda nyumbani, kesho hii wakitoka hapo hakuna mabadiliko yatakuja ground, kwa sababu wanapofika bungeni hawaongei masuala ya mwananchi. Sasa unapata kwamba yale waliongea Naivasha yote yaliachwa Naivasha, kwa sababu wameenda bungeni, wao wataendelea kusifu rais ili wapate pesa, wakisahau kazi iliyowapeleka bungeni.